Sasa kwa nini hiki kikundi kilijiita Freemason? Jambo la kwanza, walijiita Freemason si kwa sababu ni wajenzi wa bure, lakini walijiita Freemason kwa sababu wanajenga kwa baba yao Shetani hapa duniani. Ukumbuke kwamba nimekusomea maandiko mengi nikakuonyesha vile ambavyo Shetani alichukua mamlaka kwa Adamu na Hawa, akawa mungu wa dunia hii, akawa ndiye anatawala sasa. Kwa sababu kuna watu ambao Shetani aliwapea akili na michoro ya ujenzi, wale aliowapea michoro na akili ya ujenzi wakaamua wajiite Freemason kwa sababu ya kuheshimisha Shetani, kwa sababu ya kujinyenyekesha. Si eti kwamba kwa sababu hawalipi, kwa sababu ya kunyenyekesha mbele ya Shetani, wamuonyeshe kwamba wewe ndiye mungu wa dunia hii na tunajenga kwako. Kwa hivyo tunajiita Freemason kwa sababu hatujengi tulipwe, kwa sababu tunajenga kwa baba yetu. Kwa hivyo hapo ndio jina Freemason lilitokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu wanajenga kwa mungu wao, kwa baba yao ambaye ni Shetani, au waliopewa michoro na Shetani, wakaamua wajiite Freemasonry. Maana nimekusomea maandiko kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 4 na mstari wa 4. Maandiko yasema kwamba ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao. Shetani ni mungu wa dunia hii. Kwa hivyo kwa sababu walikuwa wanajenga kwa mungu wao, wakati ule Shetani alikuwa ametawala, baada ya kuwa amechukua mamlaka kwa Adamu na Hawa, wakaamua kujiita Freemason ili number one, wahakishe kwamba wamejitiisha. Yaani sababu ya kujiita ile jina ni ili kujinyenyekesha kwa Shetani, wamuonyeshe kwamba kwa sababu tunajenga kwa baba yetu Shetani, wacha tujiite Freemason. Tutajenga bure kwa sababu tunajenga, yani tunajiita hii jina kwa sababu tunajenga kwa baba yetu, na baba yetu hafai kutulipa. Ni kama vile wewe ukifanya kazi kwa baba yako hafai kukulipa kwa sababu ni baba yako. Elewa, lakini sio lazima akulipe. Kiufupi namaanisha hivyo. Sasa nilikuwa naelezea kuhusiana na Tiro na Sidoni, nikakwambia Tiro na Sidoni ndio huko ambako Jezebel alitokea. Nikakusomea maandiko katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza 16 na mstari wa 31. Lakini pia Tiro na Sidoni ndio huko ambako kulitokea wanawake ambao Solomoni alioa mwanamke mmoja, na yule mwanamke akabadilisha moyo wa Solomoni, akaanza kufanya mambo mabaya ambayo ni chukizo kwa Bwana. Maandiko yasema ya kwamba akamjengea huyu mwanamke madhabahu ya kuabudu miungu, ya kuabudu Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wa kike. Utasoma kwa wakati wako kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 11, usome mstari wa kwanza, wa 4 na wa 5, vile ambavyo baada ya kuwa Solomoni ameoa mwanamke wa Tiro, yule mwanamke alibadilisha moyo wake. Elewa, lakini akaanza kuenda kinyume na Bwana. Hiyo ni Tiro. Sasa na kuelezea tabia za Tiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Tiro na Sidoni ndio huko ambako yule mwanamke ambaye Yesu alikutana naye, ambaye anaitwa mwanamke Mkananayo. Maandiko yasema ya kwamba Yesu alipoenda Kanaani akakutana na mwanamke aliyetokea Tiro na Sidoni. Yule mwanamke akampigia Yesu duru, akamwambia, kijana wangu ama mtoto wangu amepagawa na pepo, naomba umponye. Ndiye yule mwanamke ambaye Yesu alikuwa anasema chakula cha watoto hufai kuwapea mbwa. Unaona, yule mwanamke alipoitwa mbwa hakuona kama ni big deal. Nilieleza kwenye topic ambayo ilikuwa kule nyuma kwa nini yule mwanamke aliitwa mbwa na hakuwa na shida, lakini kwa sababu ya kukumbusha tunaweza kukumbusha kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 9 na mstari wa 36. Jezebel baada ya kuwa ameuawa na Yehu, maandiko yasema ya kwamba alitoka gorofani akaanguka chini, na Yehu alipoona kwamba Jezebel amekufa akamwacha hapo. Yehu akaingia ndani ya nyumba akaanza kukula chakula. Sasa alipotoka kukula chakula, Yehu anarudi anawaambia, chukueni huyo mpinti amelaaniwa, anaitwa Jezebel, mkamzike kwa sababu ni mpinti wa mfalme.
Nimekueleza nikakwambia kwamba Jezebel alikuwa ni binti wa mfalme, alikuwa ni mtoto wa mfalme. Ahabu alikuwa ameoa kwa mfalme anaitwa Edbahal. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 31 ndio utaona kwamba Jezebel alikuwa ni mtoto wa kifalme. Sasa Yehu anasema ya kwamba endeni mkamchukue Jezebel mkamzike, lakini walipoenda kumchukua akapata kwamba ni fufu la kichwa imebakia, miguu ndio imebakia, hiyo ingine imekuliwa na mbwa. Kutoka wakati ule watu wa Tiro na Sidoni, wanawake wa Tiro na Sidoni wakaanza kuitwa mbwa. Ndio maana Yesu anakutana na huyu mwanamke, anamwambia chakula cha watoto hafai kupewa mbwa. Wanawake wa Tiro na Sidoni walikuwa wanaitwa mbwa kwa sababu yule mkubwa wao Jezebel aliliwa na mbwa, kama vile maneno ya Elijah alikuwa amesema. Elijah alikuwa amesema ya kwamba Jezebel akifa, lakini pia Ahabu akifa damu yake italambwa na mbwa, lakini pia akasema ya kwamba Jezebel akifa ataliwa na mbwa, na ilitokea hivyo hivyo kulingana na maneno ya mtumishi wa Mungu Elijah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huko Yesu anamwambia huyu mwanamke chakula cha watoto hafai kupewa mbwa, kwa sababu huyu mwanamke akimwangalia anaona kwamba huyu mwanamke ako na madhabahu yake. Huyu mwanamke ako na madhabahu ya kishetani ambayo wanaiaminia. Kwa hivyo Yesu akimwangalia anaona kwamba huyu ni mbwa. Lakini pia Yesu, maandiko yanasema ya kwamba yule mwanamke akampigia nduru Yesu, akamwambia muokoe mtoto wangu. Lakini Yesu akaendelea kukaa kimya. Alikaa kimya kwa nini? Kwa sababu wanawake wa Tiro na Sidoni walikuwa wamezoea wakikutana na mfalme wanamfanyia uchawi yule mfalme, wanamkamata. Wakiolewa na yule mfalme wanamchanganya tu yule mfalme, anapata kwamba amewajengea madhabahu, wamembadilisha kabisa. Kwa mfano Ahabu, I think nimekusomea maandiko nikakuonyesha vile Ahabu ambavyo alibadilishwa na Jezebel, lakini pia vile Solomoni alibadilishwa na mwanamke wa Tiro kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 11 mstari wa kwanza, wa 4 na wa 5, vile ambavyo Solomoni moyo wake ulibadilishwa. Kwa hivyo wale wanawake wa Tiro na Sidoni walikuwa na tabia ya kuja na madhabahu zao, wanabadilisha wafalme. Badala mfalme atawale, anapata kwamba anatawaliwa na ile madhabahu ambayo ni ya hao wanawake. Ni wanawake walikuwa na madhabahu ambao ilikuwa ni madhabahu ilikuwa inasaidia wanawake. Ukisoma kwenye hiyo kitabu nimesema ya kwamba kulikuwa na mwanamke kwenye hiyo kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 11 mstari wa kwanza, wa 4 na wa 5. Hapo ndio utaona kwamba wanawake hao walikuwa na mungu wa kike ambao walikuwa wanamwabudu. Alikuwa anawasaidia kukamata wafalme. Sasa Tiro na Sidoni ni maeneo ambayo kulikuwa na uchawi, kulikuwa na, ndio mahali ambapo kuna kiti cha shetani. Adingi nimekusomea kwenye kitabu cha Ezekieli mlango wa 28 kuanzia mstari wa 2 mpaka 14. Nikakuonyesha vile ambavyo mfalme wa Tiro anasema nimekaa katika kiti cha Mungu. Kwa hivyo Tiro na Sidoni ni maeneo ambayo kulikuwa kumemilikiwa na uchawi. Sasa Solomoni anataka kujengea Mungu madhabahu. Akaenda akamchukua mfalme wa Tiro na Sidoni. Na nimekuonyesha tabia za mfalme wa Tiro na Sidoni. Ukaona vile ambavyo huyu mfalme alikuwa na moyo wa kishetani, alikuwa ndiye shetani mwenyewe. Na hapo ndio Freemason ilianzia. Sasa watu wakawa wanachukua hawa watu wanawajengea madhabahu, vitu kama hizo, na mambo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo hii unaweza ukabisha wewe ukasema ya kwamba ile nyumba yako ambao inajengwa labda sio Freemason anajenga, lakini Freemason uko kwenye kila level. Solomoni alimchukua mfalme wa Tiro kwa sababu alikuwa kwenye level moja ya kwamba wote walikuwa ni wafalme. Wewe unaweza ukamchukua mtu wa kawaida ambaye labda ni rafiki yako, mko kwenye level moja, anafanya kazi kwenye kitengo fulani, kwenye kampuni fulani, kumbe huyo mtu anakujengea ni Freemason. Ndio maana maandiko yanasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Hakuna maana ya kujiunga na Freemason kwa sababu nimeeleza vile ambavyo huyu mfalme alifanikiwa na vile ambavyo watu ambavyo wanapata pesa huko Freemason, kwa sababu ukipata pesa za kule ni bila shaka ni pesa za mautini, na mwisho wa siku zitaua watu wako, zitakuua hata wewe mwenyewe.
at the end.